Naam, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Naso TV, wakati haurudi nyuma sanjari na wenzetu hao ambao tuko nao Sambawi Online TV. Kwa pamoja tukishirikiana kukuletea jambo la kheri kuelekea siku tukufu kabisa, siku ya Eid al-Adha ama Eid ya kuchinja. Niko katika eneo tofauti kidogo. Niko makaburini hapa, ni eneo fulani hivi ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. Nimeamua kumtafuta Maalim Omar Likinge, niko naye hapa kutueleza nia na madhumuni kwa nini tumekuja kufanya kipindi hiki katika eneo hili la makaburi. Sheikh Omar, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Omar, tuko makaburini hapa. Kwa nini tumekuja kufanya kipindi makaburini? Lengo ni nini? Watu wafaidike na haya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khairul kalami ma kalla wa dalla. Wa qala aidan al-maut babun kullu an-nasu dakhiluha wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama kwanza nishukuru kwa kunitafuta kama hivyo ambavyo ulivyosema, na mimi nilifurahi kuona ujio wako na ujio wenu wote ambao mmekuja hapa. Kwanza Mwenyezi Mungu akufanyeni wepesi na kunyoosheni majambo yenu duniani na kesho akhera. Lakini pia kabla hujaanza kuniuliza maswali, lazima niwaelekeze. Kuna maswali ya kumuuliza kocha na maswali ya kumuuliza mchezaji. Kwa kuna maswali utapaswa kumuuliza shekhe, maana tuna mashekhe wetu wa mkoa, wa kata, lakini mimi ni ustadhi. Kwa hiyo ustadhi nitaparticipate sehemu yangu, lakini mashekhe watakaa sehemu yao. Na tumeitana hapa, nadhani tupo eneo la makaburi hili wamelala ndugu zetu hapa. Na Mwenyezi Mungu anasema msiwahesabie waliokufa katika njia ya dini kwamba wamekufa. Hesabuni kwamba wapo hai, isipokuwa tu tumetengana nao katika maisha ya kawaida. Katika nyoyo zetu tukiwatazama muda mwingine tunawakumbuka mashekhe na watu wema mbalimbali. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema ittaqullah fi ikhwanikum min ahli alqubur fa inna a'malakum tu'radu alayhi. Ogopeni kuziamsha hasira za Mwenyezi Mungu kwa kuwakera ndugu zenu waliokuwepo makaburini, kwa sababu hayo mnaoyafanya wao wanaoneshwa. Kwa hiyo haya niite wito kwa watu wa kheri. Yale tunaoyafanya, tunalewa, tunapigana, tunaiba, tunafanya hivi, ndugu zetu waliotangulia wanaoneshwa, na wakioneshwa wanakasirika. Wakikasirika wao wanaamsha hasira za nani? Za Allah. Kwa hiyo badala yake tunawaita watu katika kheri na kuonesha dini ni jambo jepesi, lengo na wao wapate kuwa watu wema. Katika hili kwa nini nimetumia hii hadithi? Kwa sababu hivi sasa imekuwa desturi, kuna watu wanaikaga kila mfungo tatu wanakwenda kufagilia makaburi, kama tulivyoona mazingira watu tunaona wanafagilia wanafanyaje, lakini hawatakiwi wafanye hivi. Ikiwezekana kila baada ya muda wa wiki, kila baada ya miezi mitatu, yani tuweke utaratibu, usiwe sisi tunaabudu mwezi tu huu. Hapana. Hili jambo la kufagilia linatakiwa lifanyike siku zote. Haya majambo ya kuombea dua yanatakiwa yafanyike muda wote. Muda wa kuwakumbuka marehemu tuwakumbuke muda wote, kwa sababu Mtume amesema umauti unatosha kuwa mawaidha. Kwa hiyo siku tunatenga, unakuja makaburini, unatazama makaburi, unafanya hivi na hivi na hivi, najua unakwenda kutengeneza kitu kilichokuwa bora zaidi. Si unanielewa katika hilo? Kwa tunavyoyafanya majambo kama haya, tunawakumbusha ndugu zetu kwamba tunawaita katika kheri, tunawaonesha dini ni jambo jepesi, lengo na wao wapate kuwa watu wema. Kwa hiyo malengo kwanza, tuje katika maeneo kama haya tuwakumbushe kufagilia, lakini wasifanye mfungo tatu tu. Wao wanarudia rudia baada ya muda, kwa sababu ukifanya mfungo tatu tu itakopa wameigenza kama siku ya Ijumaa. Ile baada ya Ijumaa inapatikana Ijumaa tu, siku nyingine inapatikana dhuhuri. Sasa hili inatakiwa lifanyike mara kwa mara. Kwa hiyo Lakini hapa Sheikh Omar, wengine wanasema hii miti ambayo inaota kwenye makaburi inakuwa ni kama kivuli cha yule aliyelala. Hili likoje labda? Katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna sunna ya vichaka. Hilo natakiwa ulifahamu. Yaani hakuna sehemu pakiwa na kichaka useme hii sunna bwana. Makaburi yanatakiwa na vichaka. Kwa sababu kuna watu wanakwenda kule Maka, wanakwenda Madina kuzuru makaburi, tena wamezikiwa jangwani. Katika TV nadhani umetazama. Hakuna mti hata mmoja. Kwa hiyo sunna hiyo ya Afrika tu au ya Tanzania au sunna hii itakuwa ya wapi? Kwa hiyo nirudie tena kusema sina mamlaka sana ya kutoa fatwa, kwa sababu cheo changu sio ni shekhe. Kama nilivyotangulia kusema, kuna maswali ya kumuuliza kocha na kuna maswali ya kumuuliza mchezaji. Jingine la kuendelea nalo kwa faida tu ya watu ambao wanafuatilia Naso TV na Sambawi TV, ambao wanaofuatilia majambo, kwamba kama nilivyorudi kwako, nyinyi ma host mnatakiwa mchague maswali ya aina watu wa kuuliza, lakini pia hata makameramani
wanatakiwa wachague vitu ambavyo vya kuvifanyia kazi. Yani sio kila sehemu wakiitwa, madamu kuna fedha, madamu kuna hivi, basi wakawa wanachukua tu video wanazituma mtandao, kwa sababu haya wanaoyafanya ipo siku wataulizwa, bwana wewe ulichukua video sehemu watu wanakata viuno ukawa unavitangaza viuno, je, utakubali kuyajibu? Sasa kweli mimi nilifanya hivi, muda wa hukumu ya Mungu ipo karibu. Kwa hiyo tuwe tuna hofu ya Mwenyezi Mungu. Kauli yetu mbiu ile ile, kuwaita watu katika kheri, kuwaonesha dini ni jambo jepesi, lengo na wao wapate kuwa watu wema. Hili ni la kwanza ambalo tumeanza nalo, lakini pia tunaelekea katika kipindi kizuri kabisa hiki, kipindi cha kuchinja. Naomba tupate kauli kutoka kwako. Kipindi cha kuchinja ni wahamasishe watu wanatakiwa wafanye, kwa sababu hapa mbele kuna siku adhimu. Hii siku kwa sisi watoto ambao tulikulia katika familia za kimaskini ni idi kubwa, lakini tulikopo tununuliwi nguo mpya. Yani kipindi hiko nasoma, nakumbuka tulikuwa ile nguo yangu nilotambia Ramadhani, hii nitairudia kama nitazidishiwa basi shati tu la juu. Yani kama itatokea mabadiliko. Lakini pia hii idi tulikuwa na tafsiri ya mabosi, kwa sababu watu wanakwenda hija. Anaoenda hija ni nani? Bosi. Lakini watu wanachinja, anayechinja nani? Bosi. Lakini watu wengine wanakwenda kufanya kadhia mbalimbali za kheri kuwalisha mayatima, na anofanya hivyo anatokea wawe na nini? Na kipato. Sasa katika hili kuna watu wanapenda kitonga. Yani Waislamu wakaanza kupenda nini? Kitonga. Wanapenda waambie bwana, kuna hutuba moja nilisoma nikaambia Waislamu mnapenda kitonga, acheni mambo hayo. Watu wanasubiria nyama za bure. Yani kukaa kusubiria kuwasema maimamu. Yani mtu mwaka mzima anashindwa kuichangisha 150,000 akanunua mbuzi wake naye akachinja akawa na wapoe zake, anasubiria aje kugomba, jamani hizo nyama hazijachinjwa, hizo nyama hazijafanya hivi. Tujue kabisa hii ni ibada, tusitegee. Yani ukichinja unakuwa umefanya ibada. Na kupokea si wakatazi watu kupokea, kwa sababu ili tunawahamasisha, kwa sababu mkono wa juu ni bora zaidi kuliko mkono wa chini. Kwa hiyo kupokea ni jambo zuri, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampendi maskini jeuri. Yani Mwenyezi Mungu ampendi maskini jeuri. Ukiwa mimi maskini jeuri, Mwenyezi Mungu hakupendi. Wewe kama maskini ukiletewa pokea. Kama una kipato toa. Hata tu ujumbe wangu huaga na mara nyingi sana namwambiaga ndugu yangu, hawa mabosi wa kina Said Rugumi na wengineo wao ambao wanafanya hizi kheri, wanatakiwa wajikite sana katika kufanya kheri na wazidishe sana kufanya kheri, kwa sababu uhitaji ni mkubwa huko nyumbani. Sisi huwa tunawafuata wale watu ambao wana uhitaji, kuomba hawawezi. Yani kuna mtu ukimwona unamuona huyu ana uhitaji, lakini kuomba hawezi. Watu naendaga kuwagusa watu kama wale, na tukiwakuta kweli tunawakuta wana machozi mateke, alishawafika hapa. Yani wale wanasubiria kulia jambo tu kuwafika tu. Ila kuna watu wengine kuomba hawawezi. Kwa hiyo tunawatazama, kwa sababu katika mali yako naambiwa fi amwali kum haqqu ma'lum. Katika mali yako kuna fungu la watu maalum wanaomba, na watu wengine wamekaa tu, lakini unajua yule anatakiwa apate msaada. Kwa hiyo tuwatazame watu katika jambo hilo la kheri, ili tuendelee na wito wetu ule ule, kuwaita watu katika kheri, kuwaonesha dini ni jambo jepesi, lengo na wao wapate kuwa watu wema. Mwalimu Omar, tukija hapa kwenye kuchinja, labda mnyama ambaye anatakiwa kuchinjwa ni mnyama wa namna gani, ama kichinjo cha namna gani? Na nadhani hata umri wao wanyama hao ambao pia wanatakiwa wachinjwe, ukibainisha umri wao itakuwa ni aula zaidi. Aha, sawa. Kwanza wanyama wanatakiwa kuchinjwa, wanatakiwa wachinjwe kondoo, mbuzi, ng'ombe au ngamia. Hao ndio ambao wanapatikana kwa wingi na ndio ambao wanatambulika sana. Na kama kondoo kuanzia miezi 6 na kuendelea ndio anatakiwa achinjwe. Mbuzi kuanzia mwaka mmoja. Ng'ombe kuanzia miaka 2. Ngamia anatakiwa kuanzia miaka 5 kuendelea. Lakini awe na afya iliyokuwa nzuri, asiwe dhaifu sana, ambao kama kipofu wa kuonekana. Unajua kuna kipofu wa kuonekana na kuto kuonekana, lazima ufahamu hiyo. Kuna mtu mwingine tunaambiwa, kuna aya ya Mwenyezi Mungu inasema watarahum yandhuruna wa yusuruna, utaona kutazama lakini hawakuoni. Kwa kuonekana yule hatakiwi. Yani kama unajua sasa mnyama macho yake ziba kabisa hivi, yule hatakiwi kuchinjwa. Na aina nyingine, kwa sababu muda ni mchache, tutaendelea kufahamishana. Lakini kama mtu asielewa zaidi maswali ya kocha, tuwafate makocha, mashekhi wenye haki ya kutoa fatwa. Walimu tutaongea kwa ya walimu wetu wa kufundisha. Na habari ili waweze kufikisha habari hizi. Neno lako la mwisho kwa kumalizia, Mwalimu Omar. Neno langu la mwisho kwa kumalizia kwenu vijana wote, unajua hawa binadamu tunawafanyia haya mema, tujue kabisa kuna watu wana mifuko hii miwili katika mioyo yao, mfuko wa kuhifadhia hayo mema unomfanyia na mfuko wa kuhifadhia mabaya. Lakini elimu unataka kuwapa, ile mifuko ya kuhifadhia mema ile inakuaga mibovu.
Kwa hiyo ukiwafanyia wanaitia inaondoka. Yale mabaya wakiatia mfuko wake ni mzima. Kwa mabaya yote wanayakumbuka. Siku mkigombana yale mabaya yote watayakumbuka. Atakwambia unakumbuka juzi ulinitukana? Unakumbuka juzi bwana uliniita pale nikafanya interview zako share kanigia 500. Yako haya mabaya atayakumbuka. Lakini yale mazuri aliyopata kupitia yule mtu hawezi kuyakumbuka. Kwa hiyo tujue kabisa mifuko ya kuhifadhia nani ya zile matendo tunawafanyia watu ipo miwili. Wa kuhifadhia mema ni mbovu, wa kuhifadhia mabaya ni mzima. Kwa hiyo yale mabaya ndio maana yanakumbukwa sana. Kwa hiyo tuwe tunastahimili, tuchukue ni mambo ya kawaida, ni hali ambayo imeandaliwa na ndio ipo hivyo. Nashukuru. Asante. Ni kwa uchache tu, haya ndio ambayo nimekuandalia kutokea eneo hili la makaburi hapa jijini Dar es Salaam kwa siku hii ya leo. Tunaelekea sikukuu kubwa kabisa, sikukuu ya kuchinja, lakini pia ni wakati wa kupalilia makaburi ama kufagilia kama vile ambavyo tumezoea mara nyingi kusema. Mmemsikia Sheikh Omar akizungumza, kufagilia makaburi sio inapokaribia sikukuu tu. Unaweza kufanya kila baada ya wiki, kila baada ya siku 4-5, muda wote makaburi yawe katika maeneo yaliyo safi, maeneo yaliyo mazuri, kwa sababu wao kinachofanyika huku duniani wanaendelea kukiona huko waliko. Nikutakie tu uangalizi ule mwema kupitia hapa Sambawi Online TV sanjari na wenzetu ambao tuko nao kwa pamoja hapa Nas Online TV, wakati haurudi nyuma. Mimi ni Al Habib Mungia, Babyface, sura ya kitoto. Wabillahi tawfik.